Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kutoa mchango wangu kwa wizara hii ya viwanda na biashara. Nami naungana na wachangiaji wote kumpongeza waziri, naibu waziri pamoja na watendaji wake wote kwa kazi kubwa wanayofanya kusimamia sekta ya biashara na sekta ya viwanda nchini. Matumaini yetu sisi kama wabunge ni makubwa juu yenu, lakini matumaini ya wenye viwanda na wafanyabiashara kwa ujumla pia ni makubwa, wakiamini kabisa kwamba changamoto zilizoko kwa namna moja ama nyingine zitaenda kuisha na kumalizika kabisa. Pamoja na hilo, nipongeze sana shirika la TBS kwa kazi kubwa wanayofanya ambayo kwa kweli yanaendana na mazingira ya sasa. Pamoja na kwamba kuna nyakati fedha wanazotengewa hazitoshi kutumiza majukumu yao, lakini wanajitahidi, na nimpongeze sana mkurugenzi Dr. Ashura kwa kazi kubwa ambayo anaifanya na anaendelea kuifanya, na tunamtakia kila laheri. Kuhusu TBS, Mheshimiwa Waziri, kwa hali ya sasa hatutegemei tuwe na maabara moja peke yake ya kupeleka sampuli mbalimbali Dar es Salaam. Kwa kweli kwa karne ya leo, kulingana na changamoto ya kimazingira tulionayo, tulishapaswa kuwa na maabara kwenye kila mikoa na si kila kanda. Ninafahamu kupitia bajeti hii ambayo tunaipitisha sasa, tunatarajia kuwa na maabara nyingine ya Arusha ambayo ni moja tu. Bado uhitaji ni mkubwa. Kwa hiyo ni lazima tufikirie umuhimu wa kuwa na maabara kwenye mikoa yetu ili kupanua uwigo na kufanya kazi za shirika ziwe rahisi, sampuli ziwe zinafika kwa wakati, zinafanyiwa vipimo na kuja na majibu, lakini hawa ambao wanahitaji huduma waweze kupata kwa urahisi. Tuondokane na hii dhana ya kufikiria tu sampuli lazima iende Dar es Salaam kwenye maabara iliyoko pale. Jambo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu wakulima na hasa wakulima wa zao la vitunguu na kwa kipekee kabisa katika eneo la wilaya ya Karatu. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna changamoto kubwa sana ya vifungashio vya mazao ya vitunguu. Hakuna kifungashio sahihi ambacho kimethibitishwa ambacho wakulima wanakitumia na ndicho ambacho kitaeleweka ni uhalisia wa kilo ngapi au idadi ngapi. Sisi kule Karatu kwenye bonde la Eyasi, hivyo vifungashio vinavyoitwa neti, ina majina yake. Kuna neti ya Magufuli, kuna neti ya Samia, kuna neti ya Mkenya, kuna neti sio ya Mganda. Lakini ukiangalia hizi neti ambazo wakulima mazao yao yanawekwa pale vitunguu, kila neti ina ujazo wake ambao haueleweki. Kila neti ina staili yake. Hii imekuwa ikiwakandamiza sana wakulima kwa sababu hizi neti zina ujazo kupitiliza. Mtu anaweza kukwambia, mnunuzi anaenda anasema hii neti nanunua kitunguu hichi, lakini nitatumia neti husika. Neti labda ya Mkenya, nitatumia neti ya Samia, nitatumia neti ya Magufuli ambayo ina tofauti na ina viwango tofauti vya ujazo. Imekuwa ikiwaumiza wakulima kwa kiwango kikubwa sana, sambamba na ujazaji wa vipimo kupitiliza maarufu kama rumbesa. Imewaumiza wakulima muda mrefu sana. Mkulima ananyanyaswa. Tunatamani kuona hii wakala wa vipimo wanasimamia jambo hili. Ni kweli kwamba mmeziachia halmashauri, lakini halmashauri zetu hazina uwezo kwa kiwango hicho. Hazina. Yaani halmashauri hiyo ipambane na madaraja, halmashauri hiyo ipambane na shule, ipambane na wafanyabiashara wao na leseni, ipambane na mengine, ipambane tena na rumbesa. Kwa kweli uwezo ni mdogo na hawana watu wa kusimamia haya. Mheshimiwa Waziri, tunaomba sana wakala wa vipimo wakasimamie swala la ujazo kupitiliza ambayo inawaumiza wakulima wa nchi hii. Na tunapoongelea wakulima wa nchi hii, siongelei tu wa Karatu. Ukisema unabananisha Karatu, wanahama wanakimbia kwenda Moshi kununua vitunguu, wanakimbia Singida kwenda kununulia vitunguu. Hili linatakiwa liwe agizo na kusimamiwa kwa nchi nzima. Wakati mwingine tuna sheria nzuri sana, lakini utekelezaji na usimamizi wa sheria ndio changamoto, kwa sababu hatuna rasilimali watu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kweli naomba niwasilishe kilio cha wakulima wa vitunguu katika bonde la Eyasi katika jimbo la Karatu. Kwanza wanaomba muwafikie, mzungumze nao, mkubaliane, mkulima afaidike na kilimo chake, asiwe anapata manyanyaso ya kiwango hichi. Lakini tunapopiga marufuku tupige kwa nchi nzima. Ili kama akiona kule bonde la Eyasi mambo yamekuwa magumu, akienda Singida anakuta the same, akienda West Kilimanjaro anakuta the same, akienda kwingineko anakuta the same. Tunaomba sana tusimamie upimaji wa vitunguu hivi viwe kwa kilo na si vinginevyo. Jambo lingine, Mheshimiwa Naibu Spika,
changamoto ya wageni kufanya biashara imekuwa ikizungumziwa sana hapa, na nikupongeze Mheshimiwa Waziri, tumekuona kule Kariakoo ukiingia field kuangalia, lakini ni lazima tufike mahali, lazima tufanye tu categorize na kuona ni biashara ipi ambaye atapaswa kufanya mgeni kwa mtaji upi katika eneo lipi na katika mazingira yapi. Tukiachia mpaka wa China wanaenda kuuza nyanya, mama zetu wafanye nini? Anaenda kuuza mchicha, mama zetu wafanye nini? Haiwezekani. Yaani tutakuwa na nchi ambayo haina utaratibu au nchi ambayo haina wastaarabu. Hatuwezi kuwa hivi. Ni lazima tuwe na nchi ambayo kwanza inawajali watu wake, lakini haiwakatazi watu kuja kutoka nje, lakini waje kwa utaratibu, kwa sheria, kwa kuainishia maeneo ya kufanya kazi, maeneo ya kufanya biashara. Hapa tutakuwa tumewasaidia wafanya biashara wetu, lakini tumewasaidia kina mama na vijana wa nchi ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa na changamoto ya kukutana na vikwazo katika ufanyaji wa biashara katika maeneo mbalimbali. Taarifa tena. Taarifa. Mheshimiwa Naibu Spika, muda umekwisha, mna taarifa. Mheshimiwa Naibu Spika, kengele bado. Mheshimiwa Naibu Spika, la mwisho, tusiwe na dhana ya kufikiria kutunga sheria, kuweka vizingiti vikubwa kwa kuhofia watu kuja kutoka nje eti wasiwekeze. Tukiwa na ubora wa vitu vyetu, automatic nature take place. Kwa mujibu wa kanuni, kama una bado hoja nyingine mwandikie waziri na atapokea, atakujibu. Mheshimiwa Lulida, jiandae naibu waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, nami nikushukuru nami kupata nafasi ya kuchangia katika wizara hii. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Waziri Jafu, naibu wake, Katibu Mkuu Hashir Abdalla na naibu Katibu Mkuu Suleiman Serera, lakini vile vile nimpongeze mwenyekiti wa wafanyabiashara Tanzania ndugu Hamisi Livembe akishirikiana na wadau wake akiwemo kina Mariam Lulida ambao wanakwenda katika kongamano kubwa la kuhamasisha Watanzania kuingia katika biashara. Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetujalia kwa muda huu wa miaka michache wa utawala wa Mheshimiwa wa awamu ya 6 Mheshimiwa Rais, tunaona mabadiliko makubwa katika upande wa viwanda. Mimi nakwenda Lindi, kutoka Dar es Salaam mpaka unamaliza Mkuranga yote ni eneo la viwanda. Hii inakwenda mpaka Mkiu ni eneo kubwa, yote humo ni viwanda. Haya ni mabadiliko makubwa. Mkuranga ilikuwa inaonekana kama ni wilaya za watu maskini sana, lakini sasa hivi imeleta ajira kubwa na mabadiliko makubwa katika maeneo haya. Kutoka Dar es Salaam kwenda Kibaha mpaka Chalinze ni maeneo ya viwanda. Na uwekezaji wa ndani ndio una maslahi makubwa kwa vile ajira zinakuwa za ndani na zinawasaidia watu wa ndani kutoka kupata uchumi kupitia na ajira. Mheshimiwa Naibu Spika, niwapongeze sana katika uwekezaji mkubwa ambao kamati tulikwenda kutembelea kule Kigamboni, kiwanda cha Saturn ambacho kinatengeneza matraki makubwa na sasa hivi inatoa trucks angalau 1000. Tanzania ni mabadiliko ambayo tulikuwa tunayatamani, ilikuwa kila siku tunaagizia magari kutoka nje. Kumbe Tanzania yenye maendeleo chini ya utawala Mheshimiwa Rais inawezekana. Leo tunatembelea Mkiu. Mheshimiwa Naibu Spika,